those communities. Ya mtaala nchini imewaondolea wazazi na wanafunzi hofu kuhusu uhaba wa vitabu kabla ya mpito wa wanafunzi wanaojiunga na sekondari ya juu. Taasisi ya KICD imekiri kuwa vitabu bado havijachapishwa kutokana na madeni ya wachapishaji vitabu, na imeshikilia kuwa serikali iko kwenye mpangilio wa kutoa fedha hizo. Brenda Wanga anaarifu. Mkanganyiko kuhusu jinsi wanafunzi wa gredi ya 10 watasajiliwa kuanza masomo ya sekondari ya juu unaendelea, huku mikakati hii ikikabiliwa na kikwazo kingine. Grade 10 learners will be expected to report to their respective senior schools starting from the 12th of January 2025. Serikali inasema kuwa iko tayari kwa mpito huo wa wanafunzi, KICD ikisema kuwa miundo misingi iko tayari na walimu tayari wamepokea mafunzo. Lakini kisunzi cha vitabu kinaendelea kuwa kitendawili. Majuma mawili kabla ya masomo ya gredi ya 10 kuanza, hakuna kitabu kilichochapishwa, wachapishaji wakidai malipo kwanza. These books were print ready by June and have been waiting for a signal to start the distribution. The signal is mainly the payment of the publishers' dues, which also translate into the printers and transporters' dues as one point. Those books are ready for printing and distribution, and I believe that we shall have them in school before the grade 10 learners report. Wachapishaji vitabu wanasema kuwa mipangilio yote ya kuchapisha vitabu hivyo imekamilika na kilichobaki tu ni serikali kulipa madeni kabla ya kazi hiyo kufanywa. They said at that time, about 2 months ago, that the Ministry of Education, or let's say the government, owed them 11 billion. We got some 1 billion and paid, so now it's about 10 billion. KICD hata hivyo inasema kati ya shilingi bilioni 10 zinazodaiwa na wachapishaji, serikali imetoa angalau bilioni 5, lakini pesa hizo bado hazijafika kwa wachapishaji. Watakuwa na matumaini kwamba kiasi hicho kitafika hadi kwa wachapishaji haraka ili wanafunzi wapate vitabu kwa wakati ufaao. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Familia moja eneo la Kawangware 56